Express. Toka mwaka 2011 mpaka leo ni miaka 15 15 ndipo taifa la Sudani Kusini ilijipatia uhuru wake kutoka Sudani ya Khartoum. Kutoka Sudani ya Khartoum ile. Nilikuwa nasoma jana tathmini za wachambuzi mbalimbali Afrika. Wengi wanatem kama tangu uhuru huo Sudani Kusini na yenyewe hakuna kilichopatikana kinachoitwa uhuru. Bila shaka kwa sababu kinachoitwa amani kilichopatikana tangu waamini kwamba tukijichomoa hapa tutakuwa na amani. Lakini ni yale miaka 15 bila amani pamoja na kuwa huru kabisa, kwa sababu kumeendelea kuwa na vurugu za ndani zilizozaa wakimbizi wa ndani ya nchi hiyo, kwa maana internally displaced persons, lakini pia hata wakimbizi waliokwenda katika mataifa ya jirani. Lakini pia mgogoro wa kiutu, njaa, vitendo vya ubakaji vimeendelea kushamiri sana. Umasikini uliokithiri kwa raia walio wengi. Makundi yanayohasimiana, serikali iliyokosa ule uimara ikiongozwa na Rais Salva Kiir Mayardit. Kwa hiyo Sudani ya Kusini unaweza kusema ilijimegua kutoka Khartoum miaka 8 kabla ya Omar al-Bashir naye kuangushwa mwaka 2019. Lakini kwa miaka 15 haijawahi kufanya uchaguzi wowote mkuu, na ndio kama nafikiri ndio uchaguzi wanaokwenda kuufanya hivi karibuni ndio uchaguzi wao wa kwanza tangu kupata uhuru wao. Mwaka 2018 walisaini kinachoitwa makubaliano ya amani. Naam. Lakini makubaliano ambayo yameshindikana kutekelezwa kutokana na huo msuguano wa madaraka baina ya pande mbili hasimu. Kwa kiasi kikubwa sana mapambano yamekuwa ni baina ya Bwana Salva Kiir Mayardit pamoja na mpinzani wake wa karibu, kwa maana ya bwana Riek Machar ambaye sasa anatumikia kifungo cha nyumbani baada ya kuondoshwa katika umakamu wa rais wa nchi hiyo. Ripoti za mashirika ya misaada zinaeleza kwamba miongoni mwa mambo yanayoitesa Sudani Kusini mpaka sasa ni mfumuko wa bei, ukosefu wa ajira, wafanyakazi wa umma kukosa kulipwa mishahara, elimu duni, mifumo mibovu ya afya na kutopatikana kwa maji safi, ambayo ndio changamoto za kijamii ambazo mpaka sasa hazijawahi kuguswa Sudani Kusini. Hakuna mtu anayeweza kuja kufanya uwekezaji katika taifa ambalo hamna amani, hakuna uhakika wa kesho utaamka na nini. Sudan Kusini tangu 2011 imekuwa ikikabiliana na changamoto ya kukosekana kwa utulivu kwa muda mrefu, karibu katika majimbo yake yote. Kwa hiyo imeathiri sekta ya uchumi, kwa sababu hakuna wawekezaji wanaopeleka mitaji kwa ajili ya kutengeneza nafasi za ajira kwa vijana ambao karibu, ukiangalia sensa za karibuni, ni karibu wanatengeneza karibu 70% kama ilivyo kwa mataifa mengi ya Afrika. Kwa hiyo tatizo la ajira ni kubwa, na kama tatizo la ajira ni kubwa na umasikini ni mkubwa, uduni wa miundombinu hauwezi kuwepo, kwa sababu bado uwekezaji kama haupo katika sekta ya elimu, sekta ya afya na kadhalika, maana yake hata huko miundombinu yake itakuwa mibovu. Mfumuko wa bei hatuwezi kushangaa. Hili ni tatizo ambalo of course limekuzwa kwa mfano na mgogoro ambao umetokea Februari 28 baina ya Iran, Israel na Marekani. Kwa hiyo kama ilivyo kwa mataifa mengine ya Afrika yanayotegemea sana importation au usafirishaji wa bidhaa kutoka katika mataifa ya Ulaya, sishangai kuona kwamba kuna mfumuko unaoendelea kuongezeka zaidi. Na utakumbuka ni Sudani ya Kusini hii ndio ambayo miongoni mwa mikoa yake mafuta yanapatikana baada ya kujiondosha Khartoum. Lakini pamoja na mafuta haya kupatikana katika eneo la Sudani ya Kusini, mafuta hayo yameendelea kuwa kama pua, kipindi cha dhahabu kwenye pua ya nguruwe. Kwa maana hii kwamba hayagusiki, hayana msaada, kwa sababu ya mazingira ya rushwa ambayo yamekuwa yakizunguka sekta hiyo katika uendeshaji wake katika nchi hiyo. Bwana, tutakuja kuendelea kuzungumza mengi na wewe. Maoni yako pia endelea kutuandikia kupitia 0683802966. Hayo ni yaliyotokea kwenye ukanda huu wa Afrika Mashariki na Afrika kwa ujumla. Tukirudi hapo tutaangalia mengi yanayoendelea kimataifa zaidi. 88.1
East Africa Radio. Brother kibao amo mle ndani. FA Sugu. Nyinyi hapo ni kama mmekosoa ile ngoma, mmeona kama hawajaua wala nini. Yeah. Kwenye ile gang au kwenye ile ngoma ya brothers ile. Kuna ni nani ambaye ashaye kuwakataa nyinyi kusema kwamba nyinyi generation yenu hamna kitu, hamwezi kufanya lolote, kiasi kwamba hadi nyinyi mkaanza kufuatilia kuanza kwenye goma lao, mlikosoa goma lao? Of course mimi katika ile gang, mule katika ile gang hamna yote. Kwa Blaza Sogi tu ndo mtu ambaye na mawasiliano naye, mazoea naye, na Sogi ni mtu ambaye ananishauri sana vitu vingi sana. Sure. Yeah, lakini mablaza walobakia sina yoyote ambaye na connection naye, lakini mkubwa akiteleza anaelekezwa. Kwanza kabisa biashara yote ile lazima ujue competitor wako ni nani. Okay. Ukiwa unafanya biashara unajua nani ambaye ni mshindani wangu. Lakini bima imekumbwa na changamoto kwamba mshindani wa bima ni imani. Hicho ni kitu cha kwanza. Imani. Okay. Kwa sisi wa Kristo tunaamini kwamba Mungu ananilinda. Hicho ni cha kwanza. Okay. Kwa ananilinda dhidi ya mabaya yote katika maisha yangu. Kwenye Zaburi kwa wameandika. Hicho ni cha kwanza. Na Waislamu pia nao wanaamini kwamba bima ni haramu. Japo sasa hivi kuna bima ambazo zinaendana na sharia. Okay. Tunasema ni sharia compliant. Okay. Hizo tunaziita takaful insurance. Lakini kwa mshona mpaka hapo, yani kwanza imani. Okay. Kwamba mimi tunaamini kwamba hakuna bali litakalotukuta. Sasa tushapiga magoti. Yes. Tushamka saa 9 usiku na sisi tukazungumza na Mungu wetu. Chatoa sadaka. Basi. Kwa hiyo hiyo ni competitor wa kwanza kwenye bima. Imani. Na kitu cha pili ni uelewa. Watu wengi hawana uelewa au elimu ya bima. Elimu ya bima ya kutosha haipo kwa Tanzania tulio wengi. Kwa hiyo tumeshaona hapo ni kwa 20% mpaka 30% wa Tanzania wameanza kupata mwamko wa bima. Kwa hiyo unaona kwamba ni wengi sasa, at least sasa hivi watu wanaanza kupata elimu kwamba kumbe bima ina umuhimu. Kumbe bima tena sio haramu kama ukitumia zile sheria compliant insurance. Kwa hiyo ndio maana Watanzania wengi hawana bima kwa sababu ya uelewa. Ndugu zangu, kama rais halali, wewe usingizi unaotoa? Tunajua una pilika nyingi sasa. Namna gani wanandoa mtatatua changamoto kubwa au migogoro yenu? Ni vizuri kuseti kabla watu hawajaoana. Kwa nini? Kwa sababu kuna mtu amezoea kila changamoto yake anamwambia mama yake au kaka yake au baba yake. Kwa lazima baadaye itawaletea shida. Ila mkikubaliana kwamba okay, sisi tukikutana na changamoto kubwa tutamconsult nani? Tutaenda kwa mchungaji, tutaenda kwa shehe, tutaenda kwa mzee, mshenga, kwa nani? Mkubaliane ili baadaye isitokee huyu kwani anatoa mambo yetu nje. Unajua kwenye ndoa mtu anaweza kaa na jambo lake ambalo hawezi kushare na mume wake. Na that's a big challenge. Na kama watu wangekuwa wanapitia kwenye mafunzo mazuri, wangefundishwa ku intensify, ku strengthen, kuimarisha mawasiliano. Katika eneo muhimu wapaswe kuimarisha mawasiliano. Wao wana uwezo mke na mume kujadili jambo lolote lile pasipo hofu. Nimekuona Athmani Mosha kutoka Kilimanjaro nasema tunadamka na nyie ili kupata taarifa mapema kabla redio nyingine. Asante sana. Haya nimeona pia taarifa yako uliotuwekea hapa. Tunashukuru pia kwa mtazamo wako. Okay. Haya. Sema tujasema Morocco amefungwa ngapi? Morocco afungwa 2-0. Ni kweli. Kumbe kuna mtu amelala hajatazama kabisa. Yeye anasema mbona mjasema Morocco afungwa ngapi? Mwingine hatujui. Akafungwa 2. Kafungwa 2-0 kabisa. Miongoni mwa goli limefungwa na Mbappe, la pili kafunga bwana Dembele. Nataka kingine ndugu yangu bwana Athmani Mosha. Nataka kingine tuambie pia tutakupa hapo. Kabisa. Yote tunayo bana. Mimi nimemuelewa huyo mama wa Kikenya, mtoto kama huyo ana makosa. Story yako ya mwanamke wa Kenya yule. Mtoto miaka 12 aliyepigwa risasi. Anaitwa Ramadhani Kimweri kutoka AKA Onyango kutoka Tanga Muheza. Ameandika yeye ujumbe wake pia. Asante Ramadhani. Mwingine anasema mapema sana tuko pamoja
anaitwa Mr. Omari, Mwalimu Omari Kaloleni Moshi kule anapatikana. Francis Josia anasema Mnandi Mpole kutoka Nyarukukubi Bunda Mara, sema anatupenda sana. Sisi tunakupenda pia. Asante sana bro. Khamenei amezikwa jana. Kabisa. Safari imehitimishwa. Naam. Safari imehitimishwa siku 4, siku kama 5. Kuanzia tarehe 4, 5, 6, 7, 8, 9, siku kama 7 hivi. Bila shaka. Za mizunguko. Na hotuba mbalimbali. Kwa hakika. Hotuba zilizojaa kisasi. Hotuba zilizojaa majonzi, uchungu. Viongozi wameahidi kulipiza kisasi. Trump jana nilimwona kwenye interview moja anasema Iran anataka kuniua. Akasema jamani, nimefika huko. Kilichonishangaza ni kwamba Donald Trump analalamikia wao kuweka fatwa au kusudio la kumuua, wakati yeye miezi michache iliyopita aliruhusu mashambulizi yaliyopelekea kiongozi wao. Hivi kuna sehemu Marekani imewahi kuthibitisha kwamba wao ndo walihusika, au Israeli, kwamba taarifa rasmi tumemuua Khamenei? Hawajawahi kutamka, lakini tunafahamu mashambulizi yaliyofanyika katika eneo la makazi yake katika jiji la Tehran yalihusisha makombora yenye chapa na taarifa za kutoka mataifa hayo. Na katika siku za karibuni, actually kwa muda huu wa karibu miezi mitatu ya mashambulizi haya, hakujawahi kujitokeza kundi lolote lile likasema linahusika, lililobainisha kwamba linahusika au lilihusika na mashambulizi yale ya siku ya kwanza, kwa maana ya Februari 28. Hamna taarifa ile. Sasa exactly, kama hakukuwa na kundi lolote lile ambalo ni pro America au pro Israel, kwa maana ya linaunga mkono wa Israeli au wa Marekani, lililothibitisha kwamba lilikuwa nyuma ya shambulizi lile lililofanyika Februari 28 katika makazi ya Ayatollah, then aliyefanya hivi atakuwa ni nani? Maana yake ni wao. Kama kungelikuwa na kundi ambalo angalau limethibitisha, lakini halipo. Siku zaidi ya 90 sasa mashambulizi hayo yamefanyika. Hakuna kundi lililotamka, iwe ni kikanda au kimataifa. Kwa hiyo automatically, basically, waliofanya hivyo ni wao. Na hata ukiangalia picha za makombora yenyewe yanayodondoshwa katika maeneo mbalimbali kupitia vyombo vya habari, yanaonekana kuwa na taarifa za Marekani, za Israel. Kwa hiyo hatuhitaji ushahidi wa kwamba watamke kwa bayana, kwa sababu huu ushahidi wa aina ya silaha zinazotumika, lakini pia uhalisia kwamba hakuna kundi lolote lile katika ukanda wa Mashariki ya Kati na hata nje ya Mashariki ya Kati lililothibitisha kwamba tulifanya shambulizi hilo kwa niaba ya Israel au Marekani. Hayo mawili nafikiri kwa mtazamo wangu yanatosha kusema waliokuwa nyuma ya shambulizi hilo ni Marekani na Israel. Israeli imesema imeanzisha awamu mpya mashambulizi dhidi ya vituo vya kijeshi vya Marekani katika Mashariki ya Kati, saa chache tu baada ya Marekani kufanya mashambulizi dhidi ya maeneo yaliyoko kusini mwa Irani. Shirika la habari la Mehri lilithibitishwa na serikali ya Irani limesema mashambulizi hayo ni jibu kwa mashambulizi ya Marekani yaliyofanyika usiku wa kuamkia jana. Kwa hiyo bado kuna hiyo sintofahamu kwenye baadhi ya maeneo. Ndio, ni yale mashambulizi yanayoitwa ya visasi yanaendelea, pigani kupige. Jana Trump wakati anaondoka kwenye mkutano wa NATO amebadilisha ndege. Unajua kuna ndege anatumia mpya ambayo alipewa na Qatar. Aliyopewa na Qatar kama zawadi. Ndio alienda nayo Uturuki. Akiwa Uturuki akaagiza ya Force One ile ya zamani ije chap kumchukua, alafu ile mpya imeondoka bila mtu. Unajua katika siku za karibuni mambo ya ulinzi haya. Katika siku za karibuni kuna namna ambavyo ni kama washirika wake wa kanda ya Uajemi wanaanza kujikurubisha na Iran. Ukiangalia katika maombolezo, hiki kipindi cha wiki nzima maombolezo, baadhi ya nchi katika kanda hiyo walishiriki kutoa heshima za mwisho. Sasa hii inakuambia nini kiusalama? Kwamba inawezekana kuna paradigm shift au kubadilika kwa mtazamo, lakini pia utakumbuka kwamba
kwa siku za karibuni viongozi hasa wa Wizara ya Mambo ya Nje wa taifa hilo wamefanya ziara na kufanya mazungumzo na viongozi wa baadhi ya mataifa haya kama Oman na kadhalika. Sasa hii ya mazungumzo bila shaka kuna kitu inawaambia wa Marekani kwamba yawezekana kuna namna fulani ushawishi unazidi kuongezeka, kwa sababu kumbuka mashambulizi ya Marekani yanayofanywa Iran, malipo yake yanakuwa ni mashambulizi ya Iran yanayofanywa katika mataifa haya Bahrain, Qatar, Kuwait, Iraq na kadhalika, katika vituo vya kijeshi vilivyo chini ya CENTCOM au Central Command ya Marekani. Tutakuja kuwa na mjadala mkubwa sana. Natamani huo mjadala ni tushirikishe wachambuzi hata 10, tukae kwenye panel moja hivi tuzungumze dunia ilivyobadilika tangu tarehe 28 kimtazamo. Naam. Tukae hata wachambuzi 10 hivi. Mimi nawaongoza pale, mnichambulie dunia imebadilika kiasi